Watu wengi wanadhani mtu mwenye akili kubwa lazima awe ni mtu wa kuongea sana, kwa maana anaonesha uelewa wake au anapenda kubishana kila mahali. Lakini ukweli ni huu hapa. Watu wenye akili kubwa sana mara nyingi hawapigi kelele ovyo ovyo. Hawajitambulishi kwa maneno mengi, hawashindani kwa sauti, na hawana haraka ya kuthibitisha chochote kwa mtu yoyote. Badala yake wana tabia fulani wanazofanya kimya kimya, ambazo hujenga maisha yao taratibu lakini kwa uhakika. Na cha kushangaza zaidi ni hichi hapa. Mara nyingi watu hawa huonekana wa kawaida sana hadi pale matokeo yao yatakapoanza kuonekana. Leo nitakuonyesha mambo wanayoyafanya watu wenye akili kubwa sana, bila makelele, bila sifa, lakini yakibadilisha kabisa maisha yao. Tulia, sikiliza mpaka mwisho, huenda ukajitambua zaidi kuliko unavyodhani wewe. Moja, wanachagua kimya kuliko mabishano. Watu wenye akili kubwa sana hawapendi kubishana ovyo ovyo. Sio kwa sababu hawajui wanachosema, bali kwa sababu wanajua thamani ya muda na nguvu zao za akili. Wanajua jambo moja muhimu sana: si kila mjadala unahitaji ushindi, na si kila mtu anahitaji kueleweshwa. Wakati wengine wanapoteza masaa wakijibizana kwenye mitandao ya kijamii, wakithibitisha pointi zisizobadilisha chochote, wakigombania nani yuko sahihi, wao wanachagua kimya na kuendelea na maisha. Kwa mtu mwenye akili kubwa, kimya ni silaha. Kimya ni kinga, lakini pia ni chaguo la busara. Wanajua watu wengi hawabishani kutafuta ukweli, bali wanabishana kulinda egos zao. Na mtu mwenye akili kubwa halindi ego, bali analinda mwelekeo wake wa maisha yake binafsi. Pili, wanasikiliza zaidi kuliko wanavyoongea. Hii ni tabia inayopuuzwa sana. Watu wenye akili kubwa sana husikiliza kwa makini, huuliza maswali machache lakini sahihi, hujifunza hata kwa watu wanaoonekana hawajui kitu. Wanafahamu ya kwamba akili haikui kwa kuongea sana. Akili hukua kwa kusikiliza, kuchunguza na kutafakari. Wakati wengine wanatumia mdomo wao kuonyesha walichonacho kichwani, watu wenye akili kubwa wanatumia masikio yao kujaza kichwa chao zaidi. Ndiyo maana hawaharakati kutoa maoni, na wapendi kukatiza watu, hawajifanyi wataalamu wa kila kitu. Wanasikiliza kwanza, wanafikiria kwanza, na wanapoongea maneno yao huwa na uzito. Tatu, wanapanga maisha yao faraghani. Watu wengi wanapenda kutangaza mipango yao. Nataka kufanya hiki, niko kwenye mpango mkubwa, au suni nitabadilisha maisha. Lakini watu wenye akili kubwa sana hawapendi kelele za mipango. Wanajua siri hii moja: mipango mingi hushindwa kwa sababu ya maneno mengi. Wanapanga kimya kimya, kwa utaratibu na bila kutafuta pongezi. Hawapendi shinikizo la maoni ya watu, na hawapendi macho mengi kwenye safari yao. Lakini pia wanajua mafanikio halisi hayahitaji matangazo ya awali. Ndiyo maana unashangaa ghafla mtu kafanikiwa, hakukuambia alikuwa anafanya nini, na hakukutafuta msaada wako wote wa ushauri. Alikuwa anafanya kazi yake kimya kimya. 4, wanadhibiti hisia zao. Moja ya alama kubwa ya akili kubwa ni udhibiti wa hisia. Watu wenye akili kubwa hawakasiriki haraka, hawachokozeki kwa maneno ya watu, na hawatoi reaction ya haraka. Sio kwamba hawahisi maumivu, hasira wala huzuni. Wanahisi sana, lakini tofauti ni hapa: hawaruhusu hisia zao ziwaongoze. Wanajua reaction ya haraka huleta majuto ya muda mrefu, na maneno ya hasira hayajengi chochote. Badala yake wanapumua, wanatafakari, wanachagua jibu sahihi na sio reaction. Huu ni uwezo mkubwa sana, na watu wachache sana wanauweza. 5, wanapenda muda wa kuwa peke yao. Watu wenye akili kubwa sana hawakimbii upweke. Wengi huogopa kuwa peke yao, kwa sababu mawazo, kwa sababu ya ukimya, kwa sababu ya kujithamini. Lakini watu wenye akili kubwa, hapo ndipo wanapopata nguvu. Upweke kwao sio dhahabu, ni maabara ya mawazo.
Ndani ya ukimya wanapanga, wanajirekebisha na wanajijua zaidi. Hawahitaji kelele za kila siku kuthibitisha thamani yao. Wanajua thamani yao hata wakiwa peke yao. 6, hawajilinganishi na wengine. Watu wengi wanaishi maisha ya kujilinganisha. Maisha ya mtu huyu visi yangu. Mafanikio ya mtu yule visi ya kwangu. Kasi ya wengine visi ya kwangu. Lakini watu wenye akili kubwa sana hawapotezi nguvu hapo. Wanajua kila mtu ana safari yake ya maisha. Kila mtu ana muda wake. Hawashindani na watu, wanashindana na toleo lao jipya kuliko la jana. Hii huwapa amani ya akili, mwelekeo binafsi na maendeleo ya kweli. 7, wanachukua hatua kimya kimya. Hii ndiyo tabia ya mwisho na labda muhimu zaidi. Watu wenye akili kubwa hawasubiri motisha ya kelele. Hawasubiri kuungwa mkono na kila mtu. Hawasubiri muda mkamilifu. Wanachukua hatua taratibu na kimya kimya. Hatua ndogo, hatua thabiti na hatua za kila siku. Na wakati wengine bado wanaongea, wao tayari wako mbali. Ndio maana siku moja unasikia habari zao, unashangaa walifika lini pale na unauliza walifanyaje. Lakini jibu ni rahisi tu, walifanya kimya kimya. Kama wewe ni mtu ambaye hupendi kelele ovyo ovyo, hufanya mambo yako kimya kimya, hauchangamani sana na uchapishi kila hatua ya maisha, usijilaumu. Huenda si kwamba uko nyuma, huenda uko mbele sana kiasi kwamba wengine bado hawajaelewa mwendo wako. Akili kubwa haihitaji kelele, inahitaji mwelekeo, nidhamu na subira. Asante kwa kusikiliza. Kama ujumbe huu umekugusa, basi like, subscribe na share kwa mtu anayefanya kazi kimya kimya.